Online TV. Mimi naitwa Abdalla Said Machengo, nafanya kazi maeneo ya Taifa Transport. Hapa adha yetu kubwa ni barabara, na tunafanya kazi ya transport katika mazingira haya, lakini gari zinaharibika mara kwa mara kwa sababu ya kiangalia hata changamoto katika hili eneo husika. Magari yanavunja springi, unaona. Bado haitoshi, hata utendaji wa kazi kwa kampuni unakuwa ni mgumu sana. Ukiona ndugu mwandishi wa habari, hata gari zetu zinavyopita hapo mfano, unaona hiyo hapo ambayo inakuja. Hembu serikali ingeonyesha basi kipaumbele katika kurekebisha haya mazingira, ili hata kampuni inavyolipa kodi ionyeshe basi hizi kodi ambazo wanazozipokea zinaleta taswira kwenye kampuni hizi ambazo zinafanya kazi. Unaona sio hivyo gari linavyoenda. Hali ni mbaya kwa kweli. Chassis nzima inazama kwenye maji. Kwa hiyo tujitahidi warekebishe barabara. TARURA wajitahidi kurekebisha hizi barabara ili miundombinu iwe kidogo nafuu. Hata yale makampuni yanayofanya kazi katika maeneo haya basi iende ikawe mazuri zaidi, yaletee tija kwenye serikali yetu. Mimi ya kwangu ni asante sana. Jina naitwa Khalid Juma Kikwesa. Ni mfanyakazi katika maeneo ya viwandani Mtambani, Kipawa. Kikweli barabara hii ya viwandani sio nzuri na hairidhishi. Sasa ukitokea hii barabara ya Nyerere ambayo inatoka mjini kuelekea airport, kikweli njia ya kuja kwetu viwandani imekuwa ni ngumu sana kibiashara, hata vile katika utafutaji wa riziki. Sasa sisi ambao tunafanya kazi katika maeneo haya, kikweli ni tabu. Kama unavyoona hapa, njia na madimbwi, watu wenye magari binafsi wanashindwa kupita, magari ya kampuni yanashindwa kupita, hata vile watembea kwa miguu, wafanya biashara ni shida. Kama mimi natokea Mbagala asubuhi na kuja kazini na kukutana na foleni barabarani, vile nikishuka kituoni pale Nyerere Road, kituo cha SIDO, mpaka kuingia hapa naweza nikachukua hadi dakika 10 kutokana na ubovu wa barabara. Kikweli naomba tufikirie kwa hapa. Kwa jina naitwa Sahau George Kiwele, ni mkazi wa Kiwalani Mtambani. Adha tuliyokuwa nayo katika mtaa wetu ni barabara, kwa sababu barabara hii na hapa ni maeneo ya kiwandani, ni Metro Steel. Kuna kipindi mwandishi mkuu wa mkoa alikuja na akatupa ahadi za kutengenezewa barabara hii, lakini bado kwa hali ilivyo, hali ni mbaya mno. Sisi watu wa bodaboda tunapata shida, viwandani magari yanaharibika. Ina maana imekuwa ni tatizo kubwa katika mtaa huu. Sasa tunaiomba serikali yetu ya kiongozi wetu mkuu Mama Samia Suluhu Hassan daktari aweze kutufanyia mpango kwa viongozi hao wa chini aliowagea zamana, ili tutengenezewe barabara hii, maana imekuwa ni adha kubwa. Vyombo vinaharibika, watu wafanyi shughuli zao kwa wakati. Imekuwa ni adha kubwa ambayo inatufanya sisi tukose vipato vyetu vya siku kutokana na barabara hii. Tunaiomba sana serikali yetu na tunaiamini iweze kutekelezea mpango huu wa barabara hii ikamilike. Kiwalani Mtambani ni barabara ya Pepsi, kutokea barabara kubwa ya Mandela kuelekea airport. Huku nyuma barabara ni mbaya na ni mbaya mno. Hali imekuwa ni mbaya mno. Chua Ramadhani Rukali, niko maeneo haya muda mrefu, ni mfanyakazi wa maeneo haya, lakini kwa mazingira ya barabara hii, ikinyesha mvua kidogo basi inakuwa haipitiki, na hasa kwa gari ndogo. Na haya malori na yenyewe yanapata shida sana. Asubuhi tu hapa barabara ilikuwa haipitiki. Sasa hizi ndo kidogo umekuja kuyavuta ndo barabara inapitika, lakini hali ni mbaya. Mtaa kama una mwenyekiti wala serikali, lakini ni sehemu ambayo
ina umuhimu kwa sababu ina magodauni, ina bidhaa nyingi, lakini sijui kwa nini haifuatiliwi wala haitiliwi maanani. Kama nashindwa kuelewa mimi kama mfanyakazi wa maeneo haya. Naitwa Mr. Hussein Adam Kanyeka. Hili eneo ni eneo Kiwalani, mtaa Mtambani. Tuna adha kubwa ya barabara. Hii barabara ina tatizo kubwa sana. Tunashindwa kufanya kazi zetu. Kuna wawekezaji mtaa huu. Kwa bahati mbaya sana imesahaulika hii barabara. Kama unavyoona mtangazaji, tunashukuru sana kwa kutembelea na kuona hii hali jinsi ilivyo. Tunashindwa kuja na magari yetu, tunapaki barabara ya Nyerere Road kwa sababu gari ndogo haziwezi kuingia na bado gari kubwa haziwezi kuingia. Wateja wa maeneo haya, japo kwamba kuna viwanda, kuna makampuni makubwa kama Shananga, Pepsi, kampuni ya Mo, lakini hali ni ngumu. Kama unavyoona gari zimepaki, zinashindwa kupita. Tunategemea kwamba kilio hiki kimfikie mkurugenzi wa jiji kwa sababu ni mhusika mkuu, mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, TANROADS, TARURA. Tunaomba sana watutizame kwa jicho la huruma. Tunajua kuna mipango ya muda mrefu, lakini basi hata kifusi tu kingemwaga maeneo haya. Tuna hali ngumu mno, na hasa hizi mvua zinazoendelea sasa hivi kunyesha ndio imekuwa shida kabisa. Tuna miezi karibia 2 au 3 kilio chetu bado hakijasikilizwa. Tunaomba sana mkuu wa mkoa atusaidie kwa hii shida tuliyokuwa nayo. Kama unavyoona ndugu mwandishi wa habari, shida iliyoko hapa, mitalo iko vizuri kabisa. Yaani ni swala angalau kutumwagia kifusi tu, hiyo mipango ya muda mrefu itafuata baadaye. Tunashukuru sana kwa kututembelea. Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa jina naitwa Halfani Saidi Kitola, ni kiongozi wa kampuni ya Metro Steel. Kulingana na adha inayotupata kupitia hii barabara, kiukweli tunapata wakati mgumu sana, hususan kwenye kupokea wateja wetu. Vile vile tunapotoka majumbani, ina maana tunakuja muda ambao sio rafiki. Sasa tunaweza tukafika hapa muda ambao mvua inanyesha. Sasa inaponyesha mvua, unapopita hujui unakanyaga wapi. Na kama unavyoona magari yamepaki sehemu ambazo kidogo ni zenye mwinuko, kwa hiyo tunapaswa tena tusipite kwenye mwinuko, tupite kwenye dimbwi. Sasa hujui unaingia wapi. Kama unavyojua mtu anapokwenda kazini anatakiwa awe smart. Sasa hali kama hiyo, unakufikaje ofisini ukiwa smart? Kwa ujumla tuna wakati mgumu sana kuhusiana na hii barabara. Tulikuwa tunaomba, yani ikiwezekana kama tunasikilizwa basi sawa, ikiwezekana watu mwagie hata shangalao tu, hii barabara iweze kufanyaje, iweze kuwa level moja. Sababu sasa hivi kama unavyoona kuna barabara 2, ya gorofa na ya chini. Umeona Kwa hiyo hapa sasa hizi ni timing. Eza gari ipite juu, eza wewe unaotembea kwa miguu upite chini. Unaona? Sasa kwa hali hii ndugu mtangazaji, kusema ukweli inatuia ugumu sana. KM Online TV.